Msemaji wa klabu ya Pamba Jiji Moses William amesema timu imerejea salama jijini Mwanza baada ya kumaliza mchezo wao uliopita, huku benchi la ufundi likianza maandalizi ya mchezo ujao dhidi ya Mtibwa Sugar. Akizungumza na vyombo vya habari, Moses amesema kikosi kinaendelea na maandalizi kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha kinapata matokeo mazuri katika mchezo huo muhimu. Kimsingi kwa sasa tunawaza na maandalizi tumeshaanza kuelekea kwenye mchezo wetu unaofuata wa kesho kutwa dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo ambao utachezwa kunako uwanja wa CCM Kirumba saa 10 kamili za jioni. Kwa hiyo kimsingi nilitaka tu kuambia kuhusiana na taarifa ya sisi kufika salama, lakini pia kuanza mazoezi kuelekea kwenye mchezo wa kesho kutwa. Aidha, amezungumzia kutokuwepo kwa mchezaji Nation katika mchezo uliopita dhidi ya Simba Sport Club, akieleza kuwa sababu za kutocheza kwake zilihusiana na hali iliyomzuia kuwa sehemu ya kikosi siku hiyo. Kimsingi mchezaji wetu Kevin Nation Naftali alikuwa mgonjwa, na kuthibitisha hilo, Kevin Nation Naftali hajashiriki michezo miwili ya nyuma dhidi ya KMC, mechi ambayo tulishinda 1-0. Kevin Nation hakuwa sehemu ya mchezo, lakini pia mchezo dhidi ya Tanzania Prison ambao tulicheza hapa jijini Mwanza, Kevin Nation pia hakuwa sehemu ya mchezo. Kwa hiyo alikuwa hajaimarika, na mechi ya Simba pia ikawa imefika kama ambavyo zilikuwa kwenye mechi mbili zilizopita. Kevin Nation pia hakuweza kushiriki. Kwa hiyo kutokuwepo kwake ni sababu ni mgonjwa. Kwa hiyo taarifa za kwamba hajashiriki kwenye mchezo wa Simba huu wa juzi, lakini pia hata na ule mwingine ambao pia hakushiriki, watu wakawa wanahusisha kwamba huenda ni tetesi ambazo zinazungumza kwamba anahusishwa kule ambako wanatajwa kwamba huenda ndio maana hajashiriki kwenye huo mchezo. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, Kevin Nation Naftali, hakuna timu yoyote ambayo inaweza katupangia sisi mchezaji wetu asicheze, haipo. Kwa hiyo mchezaji ukiona hajacheza kwenye klabu yetu, maana yake ni aidha sababu za ugonjwa ama maamuzi ya benchi la ufundi. Kwa hiyo hatuna maelezo zaidi ya hayo, wajue tu Kevin Nation yupo, lakini hakuwa sababu ya mchezo kwa sababu alikuwa ni mgonjwa na hakushiriki kwenye michezo miwili ya nyuma kabla ya kucheza mechi dhidi ya Simba. Kwa hiyo mchezaji wetu ni mgonjwa, tumuombea akae sawa sawa, mambo mengine yataendelea. Kukiwa kuna taarifa nyingine zaidi ya nje ya hapa nitawaambia, lakini kwa saizi taarifa ambayo ipo ni hiyo na natakiwa kuifahamu. Hakuna timu ambayo inaweza kutupangia mchezaji A acheze, mchezaji B acheze. Mchezaji wetu sisi atacheza kulingana na mahitaji ya benchi la ufundi. Moses amewahakikishia mashabiki wa Pamba Jiji kuwa timu inaendelea kujipanga vyema na kuwataka waendelee kutoa ushirikiano na sapoti kwa kikosi katika michezo ijayo. Na sasa tuelekee huko Mbeya. Timu ya Mbeya City inatarajia kushuka dimbani kesho kuikabili Simba Sport Club katika mchezo utakaochezwa uwanja wa Sokoine Mbeya kuanzia saa 8 kamili mchana. Mchezo huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku Mbeya City ikisaka matokeo mazuri mbele ya mashabiki wake, wakati Simba Sport Club ikilenga kuendeleza rekodi yake nzuri na kukusanya alama muhimu. Mashabiki wa soka jijini Mbeya na maeneo ya jirani wanatarajiwa kujitokeza kwa wingi kushuhudia pambano hilo litakalowakutanisha vigogo hao wa soka Tanzania. Timu ya Simba itacheza kwa mara ya kwanza mchana saa 8, muda ambao haijawahi kucheza timu za ligi kuu. Mbeya City kesho na sababu ya kujiuliza maswali, angalau kama watapata alama ili kujinusuru katika hati ya kushuka daraja msimu huu. Kwa nini nimesema hivyo? Nadhani kama umesikiliza mwalimu anachokisema, anataka mechi zake kama amebakiwa na mechi 10 basi ashinde 10. Kama amebakiwa na mechi 5 aweze kushinda mechi 5. Kwa hiyo mwalimu anatuambia sisi wachezaji tunatakiwa tufuate anachokitaka. Kwa maana ipi? Kwamba sisi tuangalie sisi mechi zetu kwanza. Kwa hiyo inamaanisha sisi kama tukishinda mechi zetu 5, mengine tutaangalia baadaye. Yeah, as I said, both teams have different ambitions for tomorrow. Obviously, whenever you play a team that's fighting for their survival, it's never easy. But it's important for us that our desire for success has to be higher than our opposition's desire to achieve their objective in the game tomorrow. We obviously want to challenge to win the league. It's a Simba Sports Club or a club that need to be challenging to win league titles. So we've put ourselves in a position that we are there and we are challenging. The responsibility is on us to take one game at a time, to continue winning our matches
We don't have control over what others do in the league, but what we do have control is controlling our situation, and our situation is that we need to win tomorrow. And then obviously after that we look forward to a semi-final. And then the next league games that are coming up. So yes, a congested period in the league, but we're used to that. We're used to playing every 3 days, so we're comfortable. Mimi ni Matilda Baltazari, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Inrand TV na Inrand Media Tanzania. Trophy, so. Wanafunzi 120 walioteuliwa kuiwakilisha mkoa wa Geita katika mashindano ya umoja wa michezo na taaluma kwa shule za sekondari Tanzania UMISETA kwa mwaka 2026 yanayotarajiwa kuanza Juni 17 mwaka huu mkoani Iringa wameaswa kuongeza bidii, kujituma na kuzingatia nidhamu ili kuhakikisha wanaofanyia vyema mkoa wao na kuibuka na ushindi. Akifungua rasmi kambi ya maandalizi ya timu ya mkoa wa Geita, Katibu Tawala Msaidizi na Utawala wa Rasilimali Watu Herman Matemu amewapongeza wanafunzi waliofanikiwa kuchaguliwa kuunda timu ya mkoa na kuwataka kutumia fursa hiyo kuonyesha vipaji vyao pamoja na kupeperusha bendera ya Geita. Hizo yetu ni yale ambayo tulitoa mwaka jana, kwamba vijana kweli, kwanza jambo la kwanza ni nidhamu. Vijana wanapaswa kuonyesha nidhamu ya hali ya juu katika mashindano haya. Lakini nidhamu peke yake haitoshi. Huwezi kuwa na nidhamu kama unataka ushindi, lazima uweke jitihada. Kwa vijana tumewaelekeza kwamba wazingatie maelekezo ya walimu wao, waweke jitihada ili waweze kupata ushindi. Akizungumzia mchakato wa kuwapata wawakilishi hao, afisa michezo wa mkoa wa Geita Rogers Bahati amesema jumla ya wanafunzi 120 wamechaguliwa kuunda timu ya mkoa baada ya mchujo mkali uliohusisha washiriki kutoka halmashauri zote za mkoa huo. Ambayo imeshindaniwa, kwanza kabisa inaonyesha ushindani mkubwa, kwa sababu jinsi tunavyozidi kuendelea kila mwaka tunaona vipaji vipya, na zile halmashauri za zamani ambazo zilikuwa hazionyeshi baadhi ya michezo mwaka huu zimeonyesha. Kwa mfano mchezo wetu wa basketball, miaka ya nyuma ilikuwa ni halmashauri chache, unakuta zinakuwa 2 au 3, lakini kwa mwaka huu halmashauri 5 zimeshiriki. Kwa tunaona kabisa kwamba michezo hii inaendelea kukua na wataalamu wetu wanajitahidi kufundisha katika maeneo yao katika halmashauri zao. Kwa upande wake, kocha wa timu ya mpira wa miguu ya wasichana ya mkoa wa Geita na mwalimu wa shule ya sekondari Ludete Omar Bugota amesema benchi la ufundi limejipanga kuhakikisha timu hiyo inafanya vizuri katika mashindano hayo. Mipango iko sawa sawa. Ziko changamoto ndogo ndogo ambazo ni uelewa mdogo wa wazazi. Wazazi wengi bado hawaamini kama mtoto wa kike anaweza kucheza mpira wa miguu. Lakini tumekuwa tukipambana na mazingira hayo kwa nguvu zetu na uweza wetu. Angalau sasa tunaanza kuelewana. Ndio maana unaweza ukaona tunatengeneza timu ambayo inaweza kwenda kushindana na inacheza mpira mzuri. Ndio kucheza mpira wa miguu katika timu kubwa zinazojulikana. Na ninapambana ili niweze kutimiza malengo yangu. Nafanya mazoezi kwa juhudi, kwa kusaidia timu kwa ujumla, napambania timu, pia na mimi mwenyewe najipambania. Mashindano ya UMISETA yanatarajiwa kukutanisha wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali nchini, huku yakilenga kuibua vipaji, kuimarisha ushirikiano na kukuza maendeleo ya michezo miongoni mwa wanafunzi wa shule za sekondari. Hii ni ripoti ya Joel Maduka kutoka mkoani Geita. Waziri wa elimu ya awali na michezo wa Morocco Mohamed Said Barad amezungumza kauli inayoibua mjadala tena kwa baadhi ya Waafrika juu ya uwakilishi wa Morocco kwenye michuano ya kombe la dunia, akisema wanacheza kwa ajili ya Morocco, si kwa ajili ya Afrika. Amesema tunacheza kwa ajili ya Morocco, si kwa ajili ya Afrika. Kila taifa lina jukumu la kupigania heshima yake. Kipa wa timu ya taifa ya Cape Verde alikuwa na takriban followers 50,000 tu kwenye akaunti yake ya Instagram makali, na kuwa shujaa wa mechi. Dunia nzima ilianza kumtambua ndani ya muda mfupi, akafikisha zaidi ya followers milioni 1.6. Hii sio tu kuhusu kuongezeka kwa followers, ni kuhusu kazi ngumu na uvumilivu.
miaka mingi ya kujituma inaweza kulipa kwa nafasi moja. Kiungo nyota wa Uruguay Federico Valverde ametangazwa kuwa mchezaji bora wa mechi FIFA Man of the Match kufuatia kiwango chake bora katika mchezo wa kundi H wa kombe la dunia 2026 dhidi ya Saudi Arabia. Valverde aliongoza safu ya kiungo ya Uruguay kwa umaili mkubwa kwa kuwa muhimili muhimu katika juhudi za timu yake kusaka matokeo mbele ya Saudi Arabia. Tuzo hiyo imetolewa na FIFA baada ya mchango wake mkubwa ndani ya dakika 90 za mchezo huo uliomalizika kwa sare ya mabao 1-1. Nyota huyo ameendelea kuthibitisha ubora wake katika jukwaa la kimataifa akiongoza Uruguay katika harakati za kutinga hatua ya mtoano ya kombe la dunia 2026. Mimi ni Matuda Baltazari, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Inland TV na Inland Media Tanzania.